Moto mkubwa ulioteketeza bweni la shule ya wasichana ya Utumishi Girls Academy Senior School iliyopo mjini Gilgil, kaunti ya Nakuru nchini Kenya umeacha majonzi makubwa baada ya takriban wanafunzi 16 kuthibitishwa kufariki dunia, huku wengine wengi wakijeruhiwa katika mkasa huo uliotokea usiku wa kuamkia leo Alhamisi na 28 mwaka 2026. Tukio hilo limetikisa taifa la Kenya, huku wazazi, viongozi na wananchi wakisubiri majibu kuhusu chanzo cha moto huo uliosababisha hasara kubwa ya maisha. Kwa mujibu wa taarifa za polisi wa eneo la Gilgil, moto huo ulianza katika moja ya mabweni ya shule hiyo wakati wanafunzi wengi walikuwa wamelala usiku. Moto huo ulienea kwa kasi kubwa ndani ya bweni, hali iliyosababisha taharuki na vurugu kubwa, huku wanafunzi wakijaribu kutoroka na kuokoa maisha yao. Baadhi ya wanafunzi walinusurika na kukimbia nje ya jengo, huku wengine wakijeruhiwa walipokuwa wakijaribu kujinusuru dhidi ya moto na moshi mzito uliokuwa umeenea ndani ya bweni hilo. Mamlaka zimesema kuwa mbali na wanafunzi 16 waliopoteza maisha, wanafunzi wengine kadhaa walijeruhiwa kwa viwango tofauti na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Baadhi yao walipata majeraha ya moto, wengine walijeruhiwa kutokana na msongamano mkubwa wakati wa kukimbia, huku baadhi wakiumia waliporuka kutoka sehemu za juu ili kujiokoa. Taarifa zilizotolewa zinaonyesha kuwa bweni hilo lilikuwa na mamia ya wanafunzi wakati moto ulipoanza. Hali hiyo ilifanya kazi ya uokoaji kuwa ngumu kutokana na taharuki iliyotanda na giza la usiku. Timu za zimamoto, polisi na wahudumu wa afya walifika eneo la tukio na kuanza operesheni ya dharura ya kuzima moto na kuokoa manusura na kuwahamisha majeruhi kwenda hospitalini. Picha na video zilizopeperushwa na vyombo vya habari vya Kenya zimeonyesha ukubwa wa uharibifu uliotokea. Madirisha ya bweni yalionekana ikiwa imevunjika, huku sehemu kubwa ya jengo ikiwa imechafuliwa na moshi mzito. Baadhi ya sehemu za ndani ya bweni ziliteketea vibaya kutokana na moto huo. Naibu mkuu wa polisi Masudi Mwinyi amesema maafisa wapatao 50 walipelekwa kufanya msako katika maeneo yanayozunguka shule hiyo baada ya kubainika kuwa baadhi ya wanafunzi walikimbia kwa hofu wakati moto ulipoanza. Kwa mujibu wake, usiku na hali ya taharuki vilifanya baadhi ya wanafunzi kutawanyika katika maeneo jirani bila kujulikana walipo mara moja. Kwa sababu ya mshtuko, hofu na taharuki iliyotokea, wengi walikimbia kutoka eneo hilo, na tukio hili lilitokea wakati wa usiku, alisema Mwinyi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari nje ya shule hiyo. Nje ya shule hiyo, mamia ya wazazi walijitokeza tangu alfajiri wakitafuta taarifa kuhusu watoto wao. Hali ya huzuni na sintofahamu ilitawala, huku baadhi ya wazazi wakilia kwa uchungu wakisubiri kuthibitishwa usalama wa watoto wao. Wengine walikuwa wakikimbilia hospitalini kutafuta taarifa za majeruhi walipokuwa wamepelekwa kupatiwa matibabu. Kenya imewahi kushuhudia matukio kadhaa ya moto katika shule za bweni kwa miaka mingi. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa zaidi ya visa 60 vya moto katika shule za sekondari za umma viliripotiwa mwaka 2018 pekee. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikihusisha baadhi ya matukio hayo na changamoto za mazingira ya shule, migogoro ya wanafunzi pamoja na vitendo vya uchomaji moto, ingawa mamlaka zimesisitiza kuwa ni mapema mno kuhusisha tukio la Gilgil na sababu yoyote maalum kabla ya uchunguzi wa kina haujakamilika. Serikali ya Kenya inatarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi unavyoendelea, huku taifa likiomboleza maisha ya wanafunzi hao 16 waliopoteza maisha katika mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya moto yaliyotikisa shule za bweni nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.